Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Julai 28 mwaka 2026. Tuombe. Limide jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Neema yako yatosha na tunalitukuza jina lako kwa nafasi hii ya pekee. Asubuhi ya leo tunaenda kujifunza neno lako. Roho wako Mtakatifu aende pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Mada inasema kwa ajili ya mtu mmoja tu. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 aya 26 na 27. Neno la Mungu linasema, Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile itelemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda. Angalia ni juhudi nyingi kiasi gani zilizofanywa kwa ajili ya mtu mmoja tu, Mwethiopia. Mwethiopia huyu alikuwa ni mtu mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa. Mungu aliona kwamba akiongoka angeweza kuwapa wengine nuru aliyoipokea na kutoa ushawishi mkubwa kwa ajili ya Injili. Malaika wa Mungu walikuwa wakimhudumia mtafuta nuru huyu, naye alikuwa akivutwa kwa Mwokozi. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Bwana alimtelemkia kukutana na mtu ambaye angeweza kumwongoza kwenye nuru. Filipo aliagizwa kumwendea Mwethiopia na kumwelezea unabii aliokuwa anausoma. Sogea karibu na gari hili, Roho alisema, ukashikamane nalo. Moyo wa mtu huyo ulisisimka kwa shauku alipokuwa akifafanuliwa maandiko yale. Na mwanafunzi huyu wa Yesu alipomaliza, Mwethiopia alikuwa tayari kuipokea nuru ile aliyopewa. Hakufanya cheo chake cha juu cha kidunia kuwa udhuru wa kuikataa Injili. Mwethiopia huyu aliwakilisha tabaka kubwa la watu ambao wanahitaji kufundishwa na wamishonari kama Filipo. Watu wale ambao wataisikia sauti ya Mungu na kwenda kule anakowatuma. Wapo wengi wanaosoma maandiko ambao hawawezi kuelewa maana yake halisi. Ulimwenguni kote wanaume na wanawake wanaiangalia mbingu kwa kuitamani sana. Sala na machozi na maswali hupaa kutoka kwa roho zinazotamani sana kupata nuru, neema na Roho Mtakatifu. Wengi wako ukingoni mwa ufalme wakisubiri tu kukusanyika ndani. Malaika alimwongoza Filipo kwenda kwa yule aliyekuwa akiitafuta nuru na ambaye alikuwa tayari kuipokea Injili, na leo malaika wataongoza nyayo za wafanyakazi wale ambao watamruhusu Roho Mtakatifu kutakasa ndimi zao na kusafisha na kutukuza mioyo yao. Yeye aliyemtuma Filipo kwenda kwa yule towashi Mwethiopia, akamtuma Petro kwenda kwa yule akida Mrumi, na kumtuma yule kijakazi mdogo Mwisraeli kwenda kumsaidia Naamani yule jemedari wa Shamu. Huwatuma wanaume na wanawake na vijana leo kama wawakilishi wake kwa wale wanaohitaji msaada na uongozi wa Mungu. Hii ni Julai 28, mada ikisema kwa ajili ya mtu mmoja tu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mlezi wa Israeli, ni wimbo gani
alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga